Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida, amma ba'du. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kutuwezesha kufika siku ya leo, kwani si ujanja wetu bali hali mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kwa uwezo wake Allah tunawaleteeni aya 3 na sura ambayo Muislamu itumie katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao shaitani amefungwa. Unakwenda kutumia hizi aya 3 kwenye maji. Wallahi ladhimu, unapokunywa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani unakwenda kutibu marogo na machawi yote yaliyoko katika mwili wako. Ina maana ikimalizika Ramadhani wewe uko safi na shaitani hatoweza kukuingia tena katika maisha yako. Jitahidi sana, nenda kafanye, na usifanye kwa kujaribu. Nenda kafanye kilillahi, nenda kafanye kiikhlasi, nenda kafanye hali yako unayakini kwamba kweli baada ya kusoma aya hizi na ukafanya hivi, basi inakuwa ni umejikinga na sheitani. Lakini isitoshe vile vile umeweka ngome kwamba yule sheitani asiweze kurudia tena katika mwili wako. Faida yake nini? Faida yake pengine labda uliwahi kurogwa, ulifanyiwa sihiri katika mwili wako, ulifanyiwa marogo mbalimbali katika mwili wako, ndio maana kuna maradhi yanakusumbua kwa muda mrefu na magonjwa ya hapa na pale, una nuksi mazohari katika mwili wako, mambo yako hayaeleweki. Basi tumia fursa hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuyaondosha mambo hayo kwa kusoma aya hizi 3 na ukasoma suratu Zilzala. Suratu Zilzala unakwenda kuondosha kila kitu kile ambacho kipo katika mwili wako. Na kuomba ndugu yangu mtazamaji wangu, ungana na mimi katika somo hili leo, twende tukajitibu kutumia Qur'ani, hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mtume anasema idha jaa Ramadhana, pindi Ramadhani inapoingia, futhat abwabu janna, basi milango ya pepo huwa inafungwa, wa ghulqat abwabu nirani, na milango ya moto huwa inafunguliwa. Milango ya pepo inafunguliwa, samahani, inapokuja Ramadhani milango ya pepo inafunguliwa. Wa ghulqat abwabu nirani, na milango ya moto huwa inafungwa. Wasufidat shayatin, na mashaitani huwa yanafungiwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Bimaana wewe sasa unakwenda kutumia fursa hii. Ikiwa hawa viumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapiga pini katika Ramadhani, basi na wewe nenda kawapige pini katika mwili wako, nenda kawaondoshe katika mwili wako, na nenda kapige kabisa komeo katika mwili wako. Kama ulikuwa na manuksi katika mwili wako, ulikuwa na machawi katika mwili wako, ulikuwa na marogo mbalimbali, basi nenda kayaondoshe biidhnillahi ta'ala kutumia aya hizi ambazo tunakwenda kuzisoma hapa na kuzieleza muda si mrefu. Cha msingi zichukue na nenda kazifanyie kazi. Ndugu yangu Uislamu ni hazina kubwa sana ndio kupeana hii leo, na hususan katika mwezi huu wa Qur'ani, mwezi huu wa Ramadhani ambao ni mwezi wa Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alqur'ani, kwamba huu mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani ndani yake imeteremka. Utaratibu unafanyaje sasa? Utaratibu, unachukua glasi ya maji kama hii hapa, hii niloshika hapa mkononi. Unaona hii glasi hii hapa hii. Ukishapata glasi yako ya maji kama hii, unajaza maji yako humo kwenye glasi hiyo, kwa maana kuanzia huu mwezi wa Ramadhani na kuanzia leo hii tunazungumza hapa, tunapozungumza hapa leo mwezi ngapi? Mwezi mosi Ramadhani. Tunazungumza tukiwa mwezi mosi Ramadhani. Unachukua unaweka hii maji yako hapa. Ukishaka maji yako hapa utasomea, lakini ndio jangu utajia hizi aya kwanza, alafu utakwenda kusoma na suratu Al-Zilzala. Aya mwanzo kabisa utakayokwenda kuisoma inasema falamma alqahu qala Musa, falamma alqahu qala Musa, falamma alqahu qala Musa ma ji'tum bisihri inna Allaha sayabtuluhu inna Allaha la yuslihu amala almufsidin.
Hii ni ya kwanza, ipo katika surati Yunus aya nambari 81. Utakwenda kuisoma aya hiyo mara ngapi? Utakwenda kuisoma zote hizi mara 7. Ya pili nasema wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau innama sanau kaidu sahir wala yuflihu sahir haithu ata. Hii ni aya nambari 99 iliyomo ndani ya sura 20, ina maana kwamba suratu Taha. Alafu ya mwisho nasema waqadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura. Hii ni aya ipo ndani ya suratul Luqman aya nambari 23, nambari 23, nambari 23. Narudia tena hizi aya. Ya kwanza falamma alqaw qala Musa ma jitum bisihri inna Allaha sayabthuluhu inna Allaha la yuflihu amala almufsidin. Hii ya kwanza ipo katika surati Yunus aya nambari 81. Ya pili wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sanau innama sanau kaidu sahir wala yuflih sahir haithu ata. Hii ni aya nambari 69 iliyomo ndani ya surati Taha. Na ya mwisho waqadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura. Hii ni aya nambari 23 iliyomo ndani ya suratu Al-Furqan. Hizi aya tatu utazisoma mara 7. Unachukua maji yako hivi utazisoma mara 7. Ukimaliza kusoma mara 7 utasoma idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, mpaka mwisho wa idha zulzilati. Lakini wakati unasoma kisha mdomo wako uwe hapa na pua yako iwe hapa, yani pumzi yako ianguke katika hii pua. Hii sura utaisoma mara 21, alafu na hizi aya unasoma mara 7. Ukimaliza aya maji utakuwa unakunywa yote kwa pamoja. Hii kazi utaifanya kila siku mpaka mwezi wa Ramadhani unaisha. Baada ya hapo utachukua tena, nenda kanunue kile kidude ambacho kina cha kumizia maji cha kubana hapa maji yanatoka kile. Nafikiri mnakijua. Yasomee maji yako ya kawaida hivi nilivyosoma hapa mara 21, alafu yatie mle katika kidude cha kupulizia maji yanaruka hivi. Alafu kisha pulizia mle, ukishaweka mle utakuwa unapiga katika nyumba yako ukisoma, alafu utakuwa unamiza katika nyumba yako, katika zile kuta za nyumba yako nyumba nzima. Utakuwa unafanya hivyo kwa muda wa siku zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo utasomea maji yako haya glasi moja hii, ukishasomea utakuwa unakunywa. Ukishasomea utakuwa yani mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hata kama unahisi nyumbani kwako kuna watoto wako na hali kama hizo, mazingira kama hayo, utakuwa unawasomea hii, unasomea, wanakunywa mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhani utapokuwa umeisha. Basi katika hali zao, katika miili yao, marogo yote biidhnillahi taala yatakuwa yameondoka. Kafanya hivyo kutumia mwezi mtukufu wa Ramadhani, hususan mwezi wa Qur'ani. Ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu amewapiga pini mashaitani. Kwa hiyo na wewe tukatumia fursa hiyo kwenda kuwadhoofisha kabisa na kuukinga mwili wako ili wasiweze kurudi wadudu kama hao. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.